TAKUKURU si tu chombo cha kuzuia na kupambana na rushwa, bali ni sehemu ya jamii na pia inatambua kuwa mapambano dhidi ya rushwa huanza kwa kuokoa maisha hasa ya wale wasio na sauti. TAKUKURU inatambua hili na kulithamini, na ndio maana watumishi wa TAKUKURU nchi nzima wametoa michango yao binafsi kwa ajili ya kununua vifaa tiba kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Na leo hii Oktoba 15 mwaka 2025, baadhi ya viongozi na watumishi wa taasisi hiyo kwa mara nyingine tena wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila wametembelea hospitali ya rufaa ya Songwe na kukabidhi vifaa tiba hivyo kwa ajili ya watoto hao. Hizi mashine mbili tunazozitoa leo ni michango ya watumishi wa TAKUKURU wa Songwe hapa na nchi nzima ya Tanzania. Tumejiwekea utaratibu huu kwamba kila kipindi fulani basi tunachangishana, alafu na sisi basi tunatoa mchango wetu kwenye jamii. Lakini niseme si mchango unaotokana na faida, ile corporate social responsibility, hapana. Hii si faida hata kidogo. Sisi hatufanyi biashara. Sisi ni taasisi ya serikali, inaendeshwa kwa budget na ruzuku ya serikali, kwa hakuna biashara tunaoifanya. Kwa hivyo vifaa hivi havijanunuliwa kutokana na budget labda ya uendeshaji wa taasisi yetu tunapata toka serikalini. Hapana, ni michango ya kila mtumishi wa TAKUKURU hawa mlionao Songwe hapa, lakini na maeneo mengine ya nchi. Na huu utaratibu tuliuanza mwaka jana, tulikutana kwenye annual general meeting ilikuwa Arusha, tukasema hivi tunafanyaje? Hatuna faida kwamba turudishe kwenye jamii, lakini jamii ndio tunaofanya kazi nayo, tunaihudumia hii jamii. Basi si mbaya na sisi tukatoa mchango wetu. Tunafahamu jitihada kubwa za serikali yetu chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuboresha huduma za afya nchini katika namna mbalimbali, kuandaa wataalamu, miundombinu. Tunaona hata hapa ujenzi bado unaendelea, ni mambo ya gharama kubwa sana. Sasa tukadhani na sisi kama Watanzania, raia wema, wazalendo wa nchi, basi na sisi tutoe mchango wetu katika kuunga mkono hizo jitihada za Mheshimiwa Rais na serikali yake. Ndio tukafikiria tupate hizi mashine mbili. Tunajua hivi ni vifaa muhimu sana katika malezi, tiba, utunzaji, hifadhi ya watoto wanaozaliwa kabla ya muda. Kwenye hospitali yetu tunapokea wagonjwa au watoto kutoka hospitali 4, wilaya 4 za Songwe ambazo ni Momba, Ileje, Mbozi pamoja na Songwe DC. Tokea kuanzishwa kwa hospitali yetu 2022 tumepokea jumla ya watoto njiti. 2022 walikuwa 88, 2023 wakawa 118, 2024 walikuwa 230, na mpaka sasa hivi 2025 tuna jumla ya watoto 240 ambao tumeshawapokea kwenye hospitali yetu. Watoto hawa hupata shida ya kupumua, shida ya joto, kupungukiwa na joto, ila pia na manjano. Kwa hiyo kutokana na mashine hizi ambazo mnatuletea, itakuwa msaada mkubwa sana kwetu kwenye kutoa huduma kwa watoto wetu, ila pia kwa watu wa huduma kurahisishia wakati wa kutoa huduma. Msaada huu ambao tunauona leo unakuwa nyongeza katika jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na serikali katika mkoa. Moja ya kipengele ambacho kimekuwa kikitiliwa mkazo ni kuboresha huduma za kwa watoto wachanga. Na sababu kubwa ni kwamba kama nchi, kama mkoa, tumepiga hatua kubwa sana kwenye kupunguza vifo vya kina mama. Vifaa hivi ambavyo umetukabidhi leo kwa maana ya Infant Radiant Warmer ni kile sasa kwa ajili ya hii kubwa kwa ajili ya kumpatia joto yule mtoto ambaye ni kwa ujumla tunasema ni wale watoto wachanga, lakini hasa kwa hawa watoto ambao wanazaliwa njiti au wanaozaliwa kabla ya wakati wake. Lakini pia na hiyo phototherapy machine vitasaidia sana kupunguza vifo vya watoto wachanga kutokana na matatizo hayo niliyoyataja. Ndugu mkurugenzi mkuu, kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe, lakini pia kwa niaba ya uongozi na watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa na wananchi wote wa mkoa wa Songwe, naomba kutumia nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwako binafsi pamoja na watumishi wote wa taasisi unayoiongoza kwa moyo wenu wa uzalendo lakini wa huruma pamoja na kujitolea mlioonyesha kwa kutoa msaada huu. Napenda kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea vifaa vya kuongeza joto
na vya kutoa na mwanga vya kuondoa manjano. Naamini vifaa hivi vitasaidia watoto ambao wamezaliwa kabla ya miezi. TAKUKURU imeonyesha kuwa kupambana na rushwa ni zaidi ya kukamata na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Ni kuthamini na kudumisha upendo kwa jamii inayowazunguka. Na watoto hawa ni ushahidi wa upendo unaoendelea kudumishwa ndani ya jamii yetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.